Kupitia barua ya kisheria iliyotumwa kutoka kwenye kampuni ya uwakili ya Primes Attorneys, mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Limited Nilesh Shuchaki amemtaka mwanahabari Abibu Mchange kutoa radhi za dhati na kulipa fidia ya shilingi bilioni 12 kutokana na kuchapisha taarifa zinazodaiwa kuwa za kashfa na uharibifu wa sifa. Hatua hiyo imekuja kufuatia mfululizo wa machapisho na makala zilizotolewa kupitia vyombo vya habari vya mtandao, ambapo mwanahabari huyo alimhusisha mwenyekiti Nilesh Shuchaki na vitendo vya udanganyifu pamoja na kumpatia fedha mwanasiasa John Heche. Mgogoro huu wa kisheria unaonyesha jinsi migongano kati ya wafanyabiashara wakubwa na wanahabari wa mtandao inavyoweza kuleta athari kubwa za kifedha na kisheria katika sekta ya habari na uchumi wa nchi. Hatua za kisheria zilizoanzishwa na mfanyabiashara huyo zinalenga kulinda heshima na hadhi ya biashara zake ambazo zimejengwa kwa muda mrefu katika soko la ndani na kimataifa. Mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Nilesh Shuchaki kupitia mawakili wake ameeleza kuwa taarifa zilizochapishwa bila kuwa na msingi wa ukweli zimeathiri taswira ya taasisi yake mbele ya umma na washiriki wake wa kibiashara. Katika ulimwengu wa biashara za mafuta na nishati, tuhuma za udanganyifu au ufisadi zinaweza kusababisha hasara kubwa ya mtaji, kuvunjika kwa mikataba ya kibenki na kupoteza uaminifu wa wateja, jambo linalofanya ulinzi wa chapa kuwa kipaumbele kikuu cha kisheria. Barua hiyo ya kisheria iliyowasilishwa rasmi inaiweka kampuni ya habari na mwanahabari huyo katika shinikizo kubwa la kuthibitisha madai hayo au kukabiliwa na kesi ya madai mahakamani. Mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil ametoa muda wa siku 14 kwa mwanahabari Abibu Mchange kusitisha mara moja uchapishaji wa taarifa zote zinazohusiana na kashfa hizo, kuchapisha ombi la radhi kwa viwango na uzito ule ule uliotumika awali, pamoja na kuwasilisha kiasi hicho cha fedha. Kushindwa kutekeleza masharti hayo kutapelekea kuanzishwa kwa shauri la kisheria bila kutoa taarifa nyingine ya nyongeza, hatua inayoweza kufungua mchakato mrefu wa madai ya kifedha na kisheria. Sakata hili linazua mjadala mpana kuhusu mipaka ya taaluma ya uandishi wa habari na uwajibikaji wa kisheria wakati wa kutoa taarifa zinazohusu watu mashuhuri. Mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Nilesh Shuchaki anatambua kuwa uandishi wa habari za mitandao ya kijamii una mchango mkubwa katika kuibua mijadala ya kijamii, lakini unapaswa kuendeshwa kwa kuzingatia ushahidi usiotiliwa shaka badala ya kutegemea madai yasiyothibitishwa. Pale taarifa inapohusu viongozi wa kisiasa kama John Heche na wafanyabiashara wakubwa, athari zake zinasambaa na kuguza nyanja za kisiasa na kiuchumi, jambo linalofanya usahihi wa taarifa kuwa nguzo kuu ya kuepuka migogoro ya kisheria. Katika muktadha wa kiuchumi, madai ya fidia ya shilingi bilioni 12 yanadhihirisha dhamana kubwa inayowekwa kwenye sifa za kibiashara na madhara yanayotokana na uchafuzi wa majina ya wawekezaji. Mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Limited Nilesh anaongoza moja ya makampuni makubwa ya usambazaji wa mafuta katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo uhusiano na taasisi za kifedha na serikali unategemea sana uwazi na uaminifu. Kutajwa kwa jina lake katika tuhuma za kutoa fedha kwa mwanasiasa na wanasiasa ili kunufaisha na kufanikisha ajenda fulani kuna atharisha mahusiano yao
yao ya kimkakati na kuwaweza kuleta mashaka kutoka kwa vyombo vya udhibiti wa nyanja za kifedha. Njia ya kisheria inayochaguliwa na mwenyekiti ama iliyochaguliwa na mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil inaonyesha mabadiliko ya mtazamo, ambapo wafanyabiashara hawako tayari tena kukaa kimya pale majina yao yanapotumiwa kwenye mijadala ya kisiasa bila idhini au ustahidi. Hatua hii inatuma ujumbe mzito kwa mawakili na wamiliki wa majukwaa ya dijitali na wanahabari wanaorusha taarifa kupitia mitandao ya kijamii kwamba uhuru wa kujieleza unaenda songambana na wajibu wa kisheria. Ukosefu wa majibu wa haraka na msimamo rasmi kutoka kwa mwanahabari Abibu Mchange unazidisha udadisi wa umma kuhusu iwapo upande huo una ushahidi wa kutosha wa kujitetea madai na kutetea madai yao mahakamani. Uchambuzi wa mwenendo wa mashauri ya namna hii nchini Tanzania unaonyesha kuwa matukio ya kudaiwa kwa fidia kubwa dhidi ya wanahabari au vyombo vya habari yamekuwa yakiongezeka kutokana na uakuaji wa vyombo vya habari vya mtandao. Mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Limited ametumia mawakili wa Prime Attorneys kuonyesha kuwa madai hayo si ya mzaha, bali ni hatua inayoratibiwa vyema kisheria ili kurejesha heshima ya kampuni yake. Iwapo shauri hili litafika mahakamani, litakuwa mtihani mwingine wa kisheria unaopima usawaziko kati ya uhuru wa habari na haki za mtu binafsi au kampuni kulinda sifa yake dhidi ya kashfa. Mbali na athari za kifedha, hatua hii ya mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Limited Nilesh Shuchaki inaguza moja kwa moja uhusiano wa sekta binafsi na nyanja za kisiasa nchini. Mwanabiashara huyo anasisitiza kuwa kuhusishwa kwake na ufadhili wa kisiasa au vitendo vya udanganyifu ni mbinu iliyotumika kwa nia mbaya ili kumchafua mbele ya umma na mamlaka za nchi. Katika mazingira ya kibiashara ambapo ushindani ni mkubwa, tuhuma za namna hii zinaweza kutumika na washindani wa kibiashara kudhoofisha nafasi ya kampuni sokoni, jambo linalofanya hatua za kisheria kuwa ngao pekee ya kujilinda. Siku 14 zilizotolewa na mawakili wa mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil zinaendelea kuhesabiwa, huku umma na wadau wa sekta ya habari wakisubiri kuona iwapo mwanahabari Abibu Mchange atatekeleza matakwa hayo kwa kuomba radhi na kulipa fidia, au iwapo jambo hili litasogea mbele zaidi hadi kwenye korido za mahakama kuu. Mchakato huu wa kisheria unatarajiwa kuweka mfano wa jinsi mashauri ya kashfa za mtandaoni yanavyopaswa kushughulika nchini, huku ukisisitiza umuhimu wa kufanya utafiti wa kina kabla ya kuchapisha taarifa zinazoguza heshima na maisha ya wawekezaji. Athari za kimfumo za tukio hili zinaendelea kujitokeza katika utendaji wa kila siku wa majukwaa ya habari za mitandao ambayo yamekuwa yakichipuka kila kwa kasi. Mwenyekiti wa kampuni ya Lake Oil Limited Nilesh Shuchaki, kupitia msimamo wake wa kisheria, anadhihirisha kwa ulinzi wa haki za kibiashara ni sehemu muhimu ya kudumisha mazingira salama ya uwekezaji nchini. Wakati muda wa ulishumo la sheria ukikaribia kumalizika, mwelekeo wa jambo hili utabaki kuwa kipimo muhimu cha nidhamu ya uandishi wa habari na utekelezaji wa sheria za madai nchini Tanzania.